program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Alhamisi ya leo ya tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka 2026. Leo hii tungependa kuzungumzia nafasi ya wanaume katika kipindi chetu cha Waridi. Wiki iliyopita, ile wiki nyingine, tuliweza kuzungumzia nafasi ya wanawake katika jamii na feedback ilikuwa nzuri sana. Wanawake wasema at least umetukumbuka. Wanaume wakajiuliza, na je, sisi mmetusahau? Hatujawasahau. Leo hii tunaenda kuzungumzia challenges zote ambazo mnapitia na roles zote ambazo mna play katika jamii ya leo. Na mimi kufanikisha kipindi hiki siko peke yangu. Nina mgeni mdadisi wa mambo ya kijamii na ningependa ajitambulishe kwenu ndiposa tuendelee na kipindi chetu. Karibu sana. Asante sana. Uko salama? Niko salama. Habari ya utokako? Busia ni kuzuri. Tunashukuru. Nashukuru sana. Ningependa ujitambulishe kwa mtazamaji pale nyumbani, maana kuna wengine hawajaweza kutazama. Asante. Mimi kwa majina naitwa Reinhard Namdi. Mimi ni mkazi wa pale Busia. Na mimi ni mdadisi wa mambo ya kijamii. Ndio maana niko hapa siku leo. Okay. Asante. Nashukuru sana kwa Reinhard, na natumai venye leo tunazungumzia nafasi ya wanaume katika jamii. Maybe ni vizuri wewe ni mwanaume na utaweza kutoa sauti ya wanaume walioko nje na hawajeza. Wanaume lazima wasikike siku leo. Nashukuru sana. Sasa pengine tukianza kipindi chetu, je, jamii inawadhamini wanaume? Tasema kwa kiwango kikubwa jamii inadhamini wanaume. Kwa kiwango kikubwa sana. Maana mara mingi mimi husema kwa mzaha kuwa mwanaume ni mwito. Ndio maana unapata wanaume sisi ni wachache, ili hali wanawake ni wengi kutuliko. Na ni privilege sana kubwa kuwa mwanaume pia katika jamii. Kwa hivyo kwa kiwango kikubwa wanaume wanadhaminiwa. Wale ambao wako na ile know-how ya kazi ya wanaume katika jamii. Iwapo utajua kazi ya mwanaume katika jamii, utawadhamini kwa kiwango fulani. Yes. Kwa hivyo wanaume kwa kiwango kikubwa wanadhaminika katika jamii. Okay. Yeah. So ukipata wale wanaume ambao wana claim hawajadhaminiwa katika jamii, shida inaweza kuwa ni ya nani? Kuna vitu vingi sana ambavyo vinaweza fanya mtu adhaminiwe. Unajua ukiishi maisha yako pia ni kama hauna mbele wala nyuma, hakuna mtu atakudhamini. Lakini yule mwanaume ambaye anajijua, anajua ni nini inafanya mtu anaitwa mwanaume. Mara nyingi huwa nasema mtu kuitwa mwanaume sio kuvaa tu longi ama tai, koti ndio inafanya mtu anaitwa mwanaume. Kuna vitu ambavyo vinafanya mtu anaitwa mwanaume. Na iwapo utanikubali kwa mfano tu, acha pengine niziseme vitu hivyo. Kitu cha kwanza, kuna vitu vinne ambavyo vinafanya mwanaume kuwa mwanaume. Wakati Mungu alimuumba kuna vitu ambavyo aliweka ndani yake. Vivyo hivyo mwanamke alipoumbwa kuna vitu viliwekwa ndani yake. So wanaume wote, mtu yote ambaye anajiita mwanaume, kuna vitu vinne. Kitu cha kwanza, wanaume wameumbwa kuwa wafalme. Kwa Kiingereza wanasema kings. Wanaume wote ndani yao wako na instincts za kuwa mfalme. Ndio maana unapata mtu akiwa na nyumba yake pale, yeye ni kama yeye ndo king, yeye ndo mbabe pale, kiongozi pale. So kila mwanaume ameumbwa na hisia kuwa mfalme. Kitu cha pili, kila mwanaume ni kuhani. Kila mwanaume ni kuhani. Kwa nyumba yao inafaa ndio ongoze. Mara mingi ukiona watoto kwa mfano wakiona baba ameenda kanisani, baba anaomba, baba ameinua mkono juu, ama Jumapili baba anaenda kanisani, unapata watoto pia watatilia manani mkazo sana kuliko hata mama. Mara mingi si wanaume wanaenda kanisani, mara mingi ni wanawake kabisa. Lakini kwa jumla, wacha nikwambie, ikiwa umeolewa, kuna maombi ambayo mume wako anaweza kuombewe kama mke, na baraka hizo zishike kuliko hata yule mchungaji wako. Maana hao ndo kuhani wa kwanza pale nyumbani. Kitu cha tatu, kila mwanaume ameumbwa kuwa mume, husband kwa Kiingereza. Kila mwanaume ameumbwa na ile nia kuwa mume kwa jumla, kuwa na mtu. Na kitu cha mwisho, kila mwanaume ameumbwa kuwa baba. Ndio maana hata kuna wale hawana watoto lakini utapata wataadapt watoto, ama watakuwa wanashughulikia watoto za ndugu yao.
So hizo ni vitu 4 ambazo zinafanya mwanaume kuwa mwanaume. Yes. Okay, at least umetuelezea vizuri sana. Sasa wale ambao wanafikiria maybe wanawake wanawadhalilisha manake hawajajiweka kama kings. Aha. Sasa inafaa ni mjiweke kama kings ndiposa wanawake waweze kuwaheshimu. Mara nyingi katika malezi tulizungumzia pale nyuma malezi. Na watu wengi wanaweka malezi ni kama ni wanawake ndio wanafaa kulea watoto. Je, wanaume wana nafasi gani katika malezi ya watoto? Mimi nitasema hivi, kulea ni kwa watu wawili. Sana sana mimi husema kwanza kulea inafaa iwe ya mwanamume. Maana mwanamke huyu ni msaidizi, amekuja. Ni msaidizi huyo. Lakini mara nyingi unapata wanaume hawako kwa maisha ya watoto wao. Ndio maana ukipata watoto wakishakuwa kubwa, mara nyingi huwa anakumbuka mama peke yake. Unapata mtoto yuko kule Mombasa, ataita mama, atatuma fare ile, ama mtoto ako nje ya nchi atatuma ile tiketi ya ndege, mama aweze kuenda. Maana mama ndiye alionekana shule, mama ndiye alishughulika na vitu vingi, mama ndiye alihakisha amepika, mama ndiye alifanya kila kitu. Hata kama vile mwanaume alikuwa anatoa pesa anapatia mama nenda lipa, lakini mama mara mingi huwa wasemi hii imetoka kwa baba yako. Ni wale wachache, wale wanawake bomba, mimi waita wanawake bomba. Hao ndio watazungumza na waseme pesa hizi ni baba yako ndiye ameleta na yuko kazini ndio maana hajawezesha kufika hapa. Lakini nitawa challenge wanaume. Inafaa wajue kulea na sisi wote. Tutengeneze muda pia sisi twende pale shuleni, twende tuone walimu na tutembelee watoto wetu. Tusiwe busy sana mpaka tusahau watoto. Kulea ni kwetu sisi sote. Sio kwa mama peke yao. Yes. Kwa sababu kuna mara nyingi mimi huwa nafanya statistics kabla nikuje nifanye kipindi, na unapata unauliza mtu ukiwa shuleni nani alikuwa anakuja kutembelea sana? Mama. Ukuja shuleni nani? Sio, unapata watu wengi. Wale ambao baba alikuwa anakuja, unasikia alikuwa anakuja na gazeti, kwa maji. Hakuna kitu wanabeba. Na unaona sisi ni watu wazima sasa. Sisi inafaa ile like wanaume pia waanze ile beba tu shopping. Kama ukibeba shopping inakufanya unakuwa hata kana na shopping wahusike ndani ya maisha. Ni wakati mwingine jioni, najua umekuwa na shughuli nyingi. Jioni kana mtoto muulize shule imekuaje. Saidia hata huyo mtoto kufanya homework. Patikana katika maisha ya huyo mtoto. Na unajua mara mingi kitu kinafanya watoto wa kike hawapati vitu vinafaa wapate, they don't get it right, kwa sababu wanaume hawako kwa maisha yao. Unajua ni kwa nini wakati watu wanafanya kwa mfano harusi ile white wedding, unapata ni baba anaenda kupeana mtoto, anapeana kwa mwanaume mwingine. Hiyo ni iko na significance kubwa sana. So wanaume inafaa tujifunze, ni sisi inafaa tulee hata mabinti zetu wajue jinsi ya kuheshimu wanaume. Lakini tusipokuwa kwa maisha yao hawatajua jinsi ya kuishi hata na wanaume. Lakini baba akiwa pale kuna vinyata atamwambia hii hapana, hii hivi, heshimu hivi, fanya hivi. Maana mwanaume ni naturally a disciplinarian. 100%. Yes. So ni muhimu sana. Ndio maana pale kwa vile viegezo ama vile vipengele nilipeana 4, nilisema baba ni a father. And what is to father? Ndio kulea hiyo. Yes, hauiti tu baba jina baba kwa maana umezaa mtoto. Hapana. Baba ni yule ambaye analea. Na wanaume wajue hivyo. Wewe kuitwa baba ni kwa sababu unalea. Yes. Okay, shukrani sana. Tukiangalia pia watu wengi wanapotanga kuna ile hizi programs za girl child, za boy child. Lakini za girl child mara mingi ndio huwa zinazungumziwa sana. Alafu unapata wanasema wanasahau wavulana, wanasahau wataki kuongelea wanaume. Sasa pengine ungeweza kutuelezea, je, wanaume wanatakiwa kuficha hisia zao? Mimi nitasema hivi, wanaume wana hisia. Na dunia kwa jumla kuna wakati kumekuwa na empowerment sana ya mtoto wa kike kuliko wa kiume. Watu wanalia equality. Wacha ni sound contradicting kidogo. Hakuna kitu kama equality. Hakuna kabisa. Maana wewe jinsi umeumbwa kibiolojia uko tofauti hata na mimi. Unaona? Hakuna kitu kama equality. Mwanaume ni kichwa, tunatabaki mwanaume ni kichwa. Na mwanamke atabaki kuwa msaidizi. Kwa hivyo katika hizi vitu zote hata mwanaume akiwa kichwa kuna hisia. Ndio maana unapata hata Wakristo wakisoma Biblia zao unapata kwa kiwango fulani Yesu alilia kwenye Biblia. Alionyesha hisia zake baada ya kuona Lazarus ambaye rafiki yake amekufa. Alilia kuonyesha alitoa hisia. Mungu ambaye alikuumba alilia na akatoa zile hisia. Kwa hivyo mwanaume sio mbaya kuonyesha hisia ama una hisia. Si mbaya kabisa. Wanawake watu wengine wanasema mwanaume hafai kulia, hiyo ni unyonge.
hapana. So unapata mwanaume akona ile uzito kwa moyo, hana hata mtu wa kuongea. Ndio maana wengi wao unapata wanaume kufa ni rahisi. Maana wana shida pingi, sio rahisi waseme ama nini. Unapata wengine wanakaa tu kwenye viti na wanaenda wakienda hivyo. Widows ni wengi, wajane ni wengi sana. Ukiangalia statistics, wajane ni wengi sana. Kwa sababu gani? Watalia, watafanya nini? Mtu asikudanganya ati mwanaume hafai kulia ama nini. Hapana. Lakini pia inalingana pia unalia nini. Heartbreak unalia? Hapana. Ukivunjwa moyo unalia. Maybe ni mara ya kwanza. Hata kama ni mara ya kwanza. Kuna zile zingine kuna ile nyingine pia wakati tunalea kuna vitu hatutaki kuona kwa mtoto wa kiume. Kuna kulia ingine ambayo haileti shangwe. So kuna kulia ingine ambayo haikubaliki, lakini kuna hisia ziko. Yes. Okay, sawa. So wanaume jamani, tulie lakini tusilie. Tulie kwa mpango. Tulie kwa mpango jamani, maana ukiendelea kulia ndio sasa wanawake wanaanza kudhalilisha. Tunarudi huko pale tumetoka. Kilialia mwanamke atakudhalilisha, lakini sasa pia msijifinyilie. Sasa sijui maybe unaweza toa ushauri gani kwa wale wanaume ambao maybe wako na hizi pressure na wataki kushare out. Wanaweza fanya vipi? To avoid hizi cases, mtu amekaa ameshaenda hivyo, to avoid hizi cases za vifo. Wanaume inafaa wa identify watu ambao wanaweza zungumzia. Hawezi kuwa island peke yako. Kuwa na mtu ambaye unajua huyu niko karibu na yeye na nikiwa na issues zangu naweza enda kumzungumza naye. Maana pressure zingine inakuwa mingi sana. Na pressure ikiwa mingi, wewe mwanaume una rafiki wako wa karibu. Maana mimi kuna wakati nimekuwa na pressure hali ya juu, karibu hata ningeingia depression. Maisha ilikuwa imenipiga vizuri kabisa. Lakini kuna marafiki zangu wawili ambao mara mingi nimekuwa nakaa nao, naenda pale nawaambia, nafungua moyo wangu. Wale watu ambao unaweza waambia hata machozi, tukaanza kupunguza machozi. Yaani uchungu wako unakuwa uchungu wao. Ni muhimu sana wanaume wa identify watu. Ndio maana ni vizuri pia kuwa na mentors. Kuwa na mentor, mtu mwenye unaweza enda kwake pale umlilie, umwambie kuna hii na hii na hii. Nifanye aje? Yes. Okay, shukrani sana. So wanaume jamani, tafadhali tusijifinyilie na shida zetu. Just share ndio upate usaidizi. Wanaume wanajulikana kama providers. Yes. Hadi kwa Biblia. Yes. Naam. So pengine kuna pressure wakati ambapo wanaume ni providers. Kuna changamoto ambazo wanapitia? Wanaume wakati Mungu alituumba, kila mwanaume ndani yake anajua inafaa awe provider. Kwa maana ukiwa na hizo vitu vinne vyote kuwa mwanaume, huwa naziita mara mingi 3 P's ambazo ziko ndani ya mwanaume pia. Nimesema priest ilikuwa hapo ndani, provider na protector. Hizo vitu zote huwa tunakuwa tukijua inafaa mimi nifanye bidii ama nitie ile bidii ili niweze kushughulikia mke wangu, nishughulikie watoto wangu, maana mke anakuja kama msaidizi. So ni Mungu alifanya mwanamke awe msaidizi. Siwezi kuwa na pressure ili hali niko na msaidizi. Hiyo ndio wakati msaidizi anaingilia ndani. Mwanaume hafai kuwa na pressure. Lakini pia asije tu pia amekaa tu hakuna kitu anafanya. Maybe kwa sababu msaidizi huyu anafanya kazi nzuri ama ako juu kwa kiwango cha mshahara. Hapana, wanaume ni sisi kutafuta na kushughulikia jamii yetu. Lakini pia usikuwe na pressure sana. Kama umeoa uko na msaidizi, mnazungumza, mnaweka vitu kwa pamoja na mnatoa hiyo pressure. Mnatoa hiyo pressure. Maana ukizidi na pressure hiyo, utakufa, uache mjane na uache watoto. Na kuna kitu kikubwa atakuwa amepoteza. Okay. Pengine ukituelezea tukibakia pale je, jamii inawekea mzigo mkubwa wanaume? Maana apart from kuwa providers wako na majukumu mengine. Mimi siyesema jamii inawekea wanaume mzigo. Nitasema hivi, inalingana ni ndoa yako hii foundation yake ilikuwaje. Ni muhimu sana watu wanakaa chini, wanaongea, niko hivi. Kuna vitu key ambazo watu wanazungumzia including finances. Hizo ndo baadhi za vitu ambazo inafaa watu waongelee. Mimi sioni kama ni mzigo wanaekelea jamii. Maana wanaume tu sisi lazima tuwe kipaumbele ikifika mahali pa kuprovide ya familia. Lakini ni vitu vya kuongea. Yeah. Okay, shukrani sana. Sasa at least wanaume kila mtu awajibike. Kama umesahau wajibu wako, rudi kwa Biblia. Enda usome, mwenyewe utaona si eti ni watu wameandika tu sisi ili
iliandikwa pale kitabu. Pengine sasa topic yetu in general imekuwa nafasi ya wanaume katika jamii. Pengine ungetuelezea sasa hizo nafasi za wanaume katika jamii. Roles za wanaume. Nitarudi pale pale tu kwa vile viegezo vinne ambavyo nisema. Wanaume pale ni kama wafalme. Kitu cha kwanza. Na kazi ya mfalme nini? Ni kutunga sheria. Mfalme ni kutunga sheria. Hiyo ndio kazi ya wanaume. Na hawa ni wasaidizi. Nimesema wanawake ni wasaidizi. Haimaanishi sheria ikitungwa watu hawazungumza. Malkia pia yuko pale, wanaweka vichwa pamoja, lakini mwanamume ndio vision bearer. Kingdom yote mahali inaenda ni mfalme ndio huwa anajua hii kingdom yangu inaenda wapi. So wanaume ndio vichwa au ndio wako na vision ya familia. Na mara mingi mimi huwa nasema hivi, wanawake wengi wamekuwa frustrated kwa maisha maana wanaolewa na wanaume ambao hawana mbele wala nyuma. Hawajui sehemu ya kupeleka familia. Tafadhali kama unajua haujui lengo la kuoa na kupata watoto, haina haja. Maana itakuwa thorn in the flesh. So lazima ujue ni kwa nini mimi naoa. Ni nini nafanya kama jamii. Mke wangu huyu familia napeleka wapi jamii yangu. So hiyo role iko pale. Au ndo vision bearers. Au wengine ni support system. Wanawake ni support system. Wewe kwa mfano lao umeolewa na mwanaume ambao hajui mbele, hajui nyuma, yeye anaishi tu siku baada ya nyingine. Unajua utakuwa frustrated kwa maisha. Maana wewe ukikuja unakuja kama huyu mtu anafanya nini? Inafanya msukume asonge. So ni role yao kwa jamii kuelekeza jamii. Jamii hata watu wakisema jamii maribika, mimi sitasema ni wanawake ama watoto. Mimi nitasema wanaume ndio wamekuwa na ulegevu. So ni role yao katika jamii. Kitu cha pili nimesema hiyo kuwa kuhani. Lazima tu wazidi kuwa kuhani. Na kazi ya kuhani ni nini? Vitu vingi kuhani wanafanya. Na nilisema religion, kuna kitu yenye religion huwa inaleta ndani ya maisha yetu. So ni vizuri sana kupeana direction upande wa mambo na religion. Wanaume wako na role ya kucheza. Ndio maana unapata kama kanisa mengine wanasemanga mchungaji hawezi kuwa mwanamke. Umeona? Kitu kingine nimesema role ya jamii katika jamii, wanaume katika jamii tena ni fatherhood hiyo. Mtoto wako ni mtoto wangu lao. Inafaa ikuwe hivyo. Lakini ngaja karne hii tumelegea kidogo. Lao anasema mtoto wake ni wake na wangu ni wangu. Lakini hapana. Anikiwa pale katika jamii, role yangu kama mwanaume ni kuhakikisha ya kwamba hata watoto katika jamii wote wako sawa na wana nidhamu. So wanaume wako na roles mingi sana za kucheza pale katika jamii. Yes. Okay, shukrani sana. Pengine tukiangalia hizo roles ambazo umesema za wanaume. Je, mwanaume sasa akienda kinyume na hizo roles, je, kuna hatari katika jamii? Kunayo hatari kubwa sana. Kutakuwa na ulegevu katika jamii. Ndio maana unapata watoto wengi wanakosa nidhamu. Maana wewe ukikosa ama usipokuwa katika maisha ya mtoto kuhakikisha anakuwa na nidhamu ambayo inastahili katika jamii, huyu mtoto atakuja kusumbua. Kwa sasa kuna program ambayo nasaidia kufunza watu, kuelimisha watu eneo la Butula huku. Unapata tunaelimisha watu kuhusu usalama wa watoto. Unaona? So unapata wakati tuko kwa hizo mikutano watu wanatoa maoni tofauti tofauti. Kuna vijana wameinuka, wamekuwa tu wahalifu pale katika vijiji. Wanakata watu na panga, wanafanya vitu. Kulikuwa na upungufu mahali. Utovu wa nidhamu hapo mahali utapata kulikuwa na upungufu. Na siku hizi kwanza watu hawapigwi viboko. Sio kama zile enzi zetu. So wanaume wasipochukua roles zao katika society na walete discipline ambayo inafaa, then kutakuwa na issues ambazo zita-affect watu. Yes. Okay. Tukimalizia pengine, je, majukumu ya kitambo, manake kuna zile kitambo na saizi. Kuna tofauti ya majukumu ya wanaume kitambo na saizi? Kuna tofauti mkubwa sana. Unajua zile enzi za kitambo, nikikana babu yangu kitambo alikuwa ananiambia hata unajua wanaume hata kuingia jikoni ilikuwa haikubaliki. Haikuwa inakubalika kabisa. Lakini siku hizi wanawake wetu wakiwa wajawazito, ni sisi tunaingia jikoni tunapika. Na kando na hiyo tu, kuna zile enzi tu ama siku ambazo mke wako hajisikii vizuri, sio mbaya mwanaume kuingia jikoni na hata kupika
na kutengeneza chakula ili watoto wafanye nini? Wale pale nyumbani. So unapata kuna vitu vingi vimebadilika kwa sasa, majukumu yamebadilika. Zile enzi za kitambo unapata wanawake mara mingi walikuwa wanakaa tu pale nyumbani. Lakini siku hizi, la wewe ndio huyu hapa sasa. Unapiga kazi. Ufike nyumbani mmechoka wote kwa mfano. Pale nyumbani itabidi tusaidiane. Si mimi nitakuja niketi na remote, niweke televisheni, mguu juu ya nyingine, niingia pale Nyota TV, nianze kuona pale habari. Ili hali wewe umefanya kazi kuanzia asubuhi mpaka jioni, wewe uoshe watoto, wewe upike, wewe ufanye usaidia watoto kufanya homework na hizo vitu vingine vyote. Sasa hizi vitu vimebadilika. Karne hii vitu vimebadilika kabisa. Sio kama zile enzi zingine wamama wangekaa tu pale nyumbani wafanye hizi vitu zote tunasema hizi kazi ni za wamama. Hapana. Sasa hizi akikuja akiingia jikoni kupika, mimi kwa vile nasaidia pia kulea, mimi nasaidia mtoto kufanya nini? Hata kufanya ile homework. Unanipata? Wakati anapakua anafanya vitu kuleta kwa meza, mimi naenda kuogesha hata mtoto. Sio makosa kufanya vitu kama, maana mtoto ni wetu wote. Kuna wanaume wako na ile ubabe ambayo haifai. Vitu vimebadilika. Vitu vimebadilika na hii ni karne tofauti sana. So lazima wanaume wa up game yao wabadilike. So wanaume wa up game yetu jamani, tafadhali. Nikitoka kazi saa 4, nisaidie kupika sapa. Maana nimeenda kutafuta za kabeji. Inakubalika. Inakubalika. Okay, sasa tukimalizia Reinhard, je, wewe kama mwanaume unafeel kama umesahaulika katika jamii? Nitasema ni nusu 50-50. Maana wakati mtoto msichana alikuwa empowered sana, mtoto kijana akasahaulika sana. Na unapata wanawake siku hizi wamekuwa empowered kwa level nyingine ambayo ni hali ya juu sana. So wanaume kwa kiwango fulani wamesahaulika. Kwa kiwango fulani. So wamesahaulika kidogo, lakini kuna programs ambazo wengine wetu tumeingilia kati. Maana mwanaume akikosa hiyo nini yake katika jamii, kuna hatari kubwa sana. Hata pale kwenye Biblia, Adam alitoka tu kidogo, Eva kabaki. Na vile alibaki akaleta shida ambayo tunapitia mpaka sasa hizi. So mwanaume lazima achukue majukumu yake katika jamii. So kuna programs ambazo tumeanza kuweka za kuempower na kuongea na mtoto wa kiume ili ajue roles zake kwa society, ndio strike hiyo balance vile inafaa. Yes. Kwa kiwango fulani nitasema wanaume wamefanya nini? Wamesaulika. Kwanza boy child amesaulika sana. Mpaka pale hata shuleni. Program zote zinaangalia tu girl child. Lakini boy child pia akumbukwe. Boy child akumbukwe jamani, tafadhali. Hizo mashirika ambazo zinajitokeza kusaidia wasichana pia tungeomba mjitokeze muweze kusaidia boy child, ndio wasianze kupotoka iseme huyu kijana fulani siku hizi ameharibika, yet mna mentor msichana, mmesahau kijana. Kabisa. So tukimenta, naomba tafadhali hizi mashirika let's mentor both wavulana na wasichana, ndio wote wakoe pamoja tuendeleshe jamii yetu. Ushauri wako wa mwisho kwa mtazamaji tukimalizia? Mimi nitasema tu hivi, wanaume wote ambao wananisikia pale, tafadhali wacha mwanaume akuwe mwanaume. Tuweze kuchukua majukumu yetu katika jamii. Tukumbuke sisi ni wafalme, kitu cha kwanza. Kitu cha pili, sisi ni makuhani. Kitu cha tatu, sisi ni waume. Na kitu cha 4, sisi ni mababa, fathers. Hizo roles zetu hizo. Vaa viatu hizo zote na jamii yetu itakuwa sawa. Asante sana. Okay, shukrani sana Reinhard kuchukua muda wako at least kukuja leo tuweze kuzungumzia nafasi ya wanaume katika jamii. At least tumezungumzia malezi, tumezungumzia wanawake, tumezungumzia wanaume. Tunaendelea vizuri sana. Na wewe mpenzi mtazamaji, naomba usikose kuona kipindi chetu, manake tunawaelimisha. Hizi ni vitu ambazo watu wengi sana wamepuuza, but ni vitu ambazo zina affect the growth ya jamii yetu kila siku. So kila Alhamisi kuanzia saa 7:30 ningeomba usikose kipindi chetu cha Waridi, tuzidi kuelimisha. Na nimekuwa mwelekezi wako binti Lori Nabuti. Tukutane tena Alhamisi ijayo. Kati mwema.